Bwana, kama tunavyosikia na ushuhuda unaoendelea mitandaoni, ndio tunaona bwana Selemani Mwalimu Gomez ni mali ya mwananchi. Ukiwa kama shabiki wa Simba na mwanachama wa Simba, unazungumziaje swala hili? Of course, kwanza mashabiki tumeumizwa na hiki kitu kwa sababu kuna siku kadhaa zimepita, tulishatambulishwa na yeye mwenyewe alisha comment akaongea kwamba ni mchezaji sahihi wa Simba, kwamba tusio na wasiwasi mashabiki zake, anatukubali na sisi tunamkubali. Tumelala mpaka jana, tunajua kabisa kwamba striker wetu namba 1 ni Selemani Mwalimu Gomez. Lakini cha ajabu tunaamka asubuhi tunakutana na habari mpya. Sasa wenyewe tumeshangaa, tumeduaa kwamba mchezaji wetu kaenda kwenye timu nyingine ambayo timu ni wapinzani wetu. Kwa hiyo tunashindwa kuelewa kwamba viongozi wameshindwa kufanya nini. Wameshindwa kumbakisha Sele Simba au ni kwamba manufaa ya Yanga yamekuwa makubwa zaidi kwa Selemani Mwalimu? Hapo tunashindwa kuelewa. Lakini bado tunasubiria kwa sababu klabu yetu ni kubwa. Ina mambo makubwa pia. Selemani Mwalimu ni mmoja. Ndani ya Simba kuna watu wengi, kuna wachezaji wengi. Kwa hiyo tunataka muondoa mmoja, wakabaki wengi ambao watafanya mambo mazuri. Na yule mmoja tutakayemuondoa, tunaweza tukapata replacement yake mtu mzuri zaidi ya yeye. Kwa hiyo of course tumeumia kwa sababu alikuwa kipenzi chetu. Mchezaji wetu mzuri, katupa matokeo mazuri ndani ya nusu msimu, sijui msimu mzima, lakini amefanya vizuri japokuwa kocha wetu alikuwa anamwanzia sabu. Alikuwa chaguo lake sahihi sana. Alikuwa chaguo lake namba 1. Lakini kipenzi cha mashabiki, kipenzi cha watu. Kwa hiyo hatuwezi kusema tumeridhika. Tumeumia kwa sababu alikuwa mchezaji wetu pendwa, mtoto wa nyumbani. Tunajua striker wa nyumbani ule pale, hata ikitokea national team leo, yeye ndo ataenda kusimama pale striker namba 1. Kwa sasa tunarudi, anyway, tuachane na hayo mambo, tunarudi upande mwingine. Atakuwa na impact gani anapoenda Yanga? Yaani Yanga wamemchukua. Sasa shida ni nini? Shida ni uongozi au shida kama anavyosema bwana Mo kwamba pesa ziko bei? Mimi nafikiri ni uongozi haujakaa vizuri. Ingekuwa uongozi wetu umekaa vizuri, haya yote yasingetokea. Ni uongozi ndio unaleta shida kwa sababu unaonekana maelewano madogo. Mimi nafikiri umoja wa rais wetu Mo, mdhamini wetu Jeruti na viongozi wake Ketos Magoli na Mangungu, ingekuwa wamekaa sehemu moja wakaelewana, haya mambo yote yasingetokea. Hii yote ni shida ya kutokuelewana kwenye benchi la ufundi na pamoja na viongozi wetu. Kwa sababu ukiangalia sio mtu wa kwanza Selemani Mwalimu kuondoka. Waliondoka kina Mkude, kina Ukramajiki, akaja Chama. Msimu uliopita ameondoka Mohamed Hussein Zimbwe. Msimu huu tunakutana na bara lingine la Selemani Mwalimu. Kwa hiyo tunajikuta wenyewe tunaingia maofu kwamba tunajiuliza sasa msimu ujao anaondoka nani pale Simba? Libase anaondoka nani? Anaondoka Aula au anaondoka? Kwa sababu kila msimu tunaibiwa mchezaji mmoja mmoja afu mchezaji pendwa. Kwa hiyo bado tunaumiza kichwa mashabiki, hatujalizika na hiki kitu. Sisi tunachoomba bwana, viongozi wetu bwana wasimame imara. Watu angalia na sisi mashabiki tunafanya nini, kwa sababu tunapoteza muda mwingi, tunatoka majumbani kwetu, tunaenda uwanjani, tunaharibu tiketi, tunafanya nini, tunapoteza muda mwingi, tunaacha familia zetu wengine. Sasa wengine wanaenda kwenye mpira hata nyumbani kurudi hawarudi. Sababu tu ya mpira kwenda kushabikia. Basi tupeni mambo mazuri ya kutufurahisha. Kama mnatufanyia mambo kama haya na sisi tukisusa kuja uwanjani, tukisusa kununua jezi. Umeona kama mimi nilipo sijavaa jezi. Sio kwamba sijavaa, sina. Ninayo lakini mama kuiacha kwa sababu vitu vinavyoendelea vinanitia aibu. Mimi mwana Simba, naipenda klabu yangu, naipenda Simba yangu. Lakini napochukuliwa wachezaji wangu pendwa, sasa nakuwa faida gani huko mwana Simba sasa? Bora nikae pembeni nishabikie tu hela au nishabikie maisha mengine, nisio kwenye mpira kabisa. Kwa sasa kama mimi mmoja nafikiria hivyo, wakifikiria mawazo ya watu 1000 huko mbele. Maana yake klabu inapoteza mashabiki. Kwa hiyo tunaomba sana viongozi wetu, simameni imara. Kama kuna mchezaji shida hela, Simba klabu kubwa. Nakumbuka umetoka kusema kwamba aliondoka Chama, aliondoka Jonas Mkude, yes, aliondoka Zimbwe, lakini uondokaji wa Zimbwe na kina Chama ni tofauti na Mwalimu kwa sababu juzi mmefanya tamasha lenu la Simba Day, mlimtambulisha Mwalimu. Ndio. Sasa inakuwaje dakika za mwishoni kabisa Selemani Mwalimu Gomez anaenda kwa mali ya mwananchi? Kama unakumbuka ndio maana mara kwanza nilikwambia shida ipo kwa viongozi. Inaonekana kwenye upande wa viongozi wetu kuna tatizo kidogo. Sababu haiwezekani, kwa nini sisi tunashinda kuchukua wachezaji wa Yanga? Hebu niambie mchezaji gani wa Yanga sisi tumeenda kumchukua kwa msimu mmoja tukamsajili huko kutoka Yanga? Huyo Chama mwenyewe aliporudi, akurudi kutokea Yanga. Alipitia Singida, then Simba akaenda kumchukulia kule Singida. Kwa hiyo inaonekana sisi kufanya biashara na Yanga, yani kama vile sisi tunapandisha mlima, lakini wao kwetu sisi kama vile wanashuka. Kwamba wakitaka kitu chochote wanakichukua, lakini sisi tukitaka kitu kwao hatukipata. Fikiria Faisal mpaka sasa hivi wao wameweka kipingamizi kwamba ukimtaka Faisal mpaka walipe Yanga. Kwa nini kila kitu Yanga? Kwa nini wenzetu wanaweza? Sisi tunashindwa nini?
Ukiangalia utofauti wa Simba na Yanga ni miaka kadhaa tu kuanzishwa kwake. Hii ilianzishwa mwaka huu, nyingine ikaanzishwa msimu uliofuata. Sasa wao wanatuzidi nini mpaka sasa hivi? Ukirudi kwenye makombe, Yanga na makombe 32, Simba na makombe 22. Utofauti wote ni makombe 10. Tulikuwa wapi hiyo miaka 10 wakati Yanga anachukua makombe? Yaani ndani ya miaka 10 sisi tumekaa. Inafikaje hivyo? Haya, bado huko tukiachana na huko tunarudi kwenye upande wa wachezaji. Bado tunaibiwa wachezaji wetu pendwa. Kwa nini Selemani Mwalimu? Why Selemani? Why Gomez? Yaani Gomez huyu aliyefunga Yanga wakakataa goli lake. Selemani Mwalimu huyu tuliyechukua kombe la CRDB mbele yao. Yaani yeye ndo kawafunga, afu leo wanakuja wanamchukua, anakuwa mchezaji wao. Sasa sisi tunabakije? Mashabiki tunaumia. Yaani sisi hatucheki, kwenye hili hatuchekei. Mashabiki hili tunaumia. Hatujapendezwa na kitu mlichokifanya viongozi wetu. Sasa basi, kama mimi kwa kauli yangu, sawa, naomba Mungu matokeo ya kesho ya dabi yawe mazuri. Yaani Simba tushinde, alafu mtuletee mtu mwingine wa kutufichia hili tatizo. Sio lazima mtuletee Faisali tu. Mnaweza mkotetea mchezaji ambaye atakliki ndani ya klabu yetu. Ndio kitu ambacho sisi tunakitaka. Faisali ni mmoja, pia kuna wachezaji wengine wazuri pia. Unataka mleta Faisali ikawa bado yale yale. Sisi tunahitaji wachezaji wazuri. Tukiweka pale tunajua kabisa tumeweka mtu. Sio wachezaji wanajielezea, ukimwangalia Libaso, ukimwangalia Aula, ukimwangalia usajili wa juzi kuna kina Celesto wale pale. Kuna yule Jabiri yule pale. Yaani mchezaji ukimuona unamuona. Osimhen la Bongo, Dumbia. Sitweka hatari sana, watu hawajui, lakini tunampa muda, tunasubiria. Lakini sasa peke yake hatoshi. Lazima awepo na mwenzie wa kusaidiana, kwa sababu utakuja kupata wewe shida, nani atakava nafasi. Tunahangaika na force number 9, lakini force number 9 sio style yetu ya kucheza. Sababu inabidi tuwe na striker mbele. Sasa force number 9 maana yake tunalazimishia mtu acheze sehemu ambayo sio ya kwake. Hivyo kitu kinatupa shida sana. Ushauri wangu viongozi, taidini jirekebisheni kwenye hilo. Fanyeni mnavyofanya, mechi ya kesho tushinde. Tusiposhinda kesho, narudia tena, tusiposhinda kesho, viongozi wa Simba, mimi nimeishia hapa. Naona umetoa mkwala mzito kuhusiana na dabi ya kesho. Je, kwa kukiangalia kikosi chako juzi kilivyoshiriki tamasha la Simba Day na kwa bahati mbaya tamasha kumbuka kikaingia mchanga, una uhakika mechi ya kesho itakuwa salama kwako? Of course timu tunayo, kikosi tunacho, wachezaji pia tunao. Shida ni viongozi ndo hatuna. Viongozi wanatuletea shida. Wanaangalia kula kwao kuliko manufaa ya watu wengine. Hiyo ndo shida. Wale viongozi wakijumuika kwa kitu kimoja, mambo yanaenda vizuri. Sio, unanielewa vizuri? Viongozi hawana ushirikiano. Wewe unaoga wapi rais wa klabu anaenda kuongea kwenye siku ya jambo lenu? Hakuna watu wengine wajumbe wale wa kuongea, kina nani wa kuongea? Kwa nini rais wa klabu akaongea? Kwa hiyo mna vingi sana vya kujifunza. Tuna vitu vingi vya kujifunza kupitia wenzetu, japokuwa ni vichache, lakini vitu vingi. Kuna baadhi ya maeneo tunawazidi sana Yanga, sana tu. Kwenye ubunifu, kwenye nini tunawazidi. Lakini tunapokuja swala la serious, Simba tuko serious. Ndio maana yote yanatokea. Yaani hatuwezi kwenda kumtangaza mtu kwenye tamasha letu, alafu anaenda kwa mpinzani. Kwa hiyo sisi tumewatendisha wenzetu yani. Yaani tumemtambulisha mchezaji kupitia umetuuzi sana wa viongozi wetu. Umetuuzi. Kama mkuu wenu amesema kwamba pesa ziko benki, niendeleeni kuweka benki. Sasa pesa ziko benki, mimi mwenyewe nilipo hapa pesa zangu ziko benki. Mbona sijaleta mchezaji? Shida sio pesa ziko benki, kwa sababu hata wale unaonua mchezaji uwatumii, yani I mean kwamba sio kwamba una hela unayo, fanya maamuzi. Pesa ziko benki zinafanya nini? Pesa zote zinatunzwa benki. Pesa zote zinatunzwa benki. Sasa ukituambia pesa ziko benki, mimi mwenyewe pesa zangu ziko benki, kuna mwingine pia pesa zake ziko benki. Tunachotaka hizo pesa zitoe, zibadilishe ziwe mchezaji mzuri. Sio, unanielewa vizuri? Zibadilishe pesa zako za benki zije kuwa mchezaji mzuri. Yaani kama unavyoona kuku anataga yai, baadaye linabadilika linakuwa kuku. Na sisi tunataka hivyo pesa zibadilike ziwe mchezaji bora. Hilo